Bwana Yesu asifiwe. Siku ya neema, ni siku ya kibali, ni siku ya ushindi, ni siku ya matendo makuu ya Mungu wa Abrahamu, Mungu aliyemuumba mbingu na nchi. Hakika tunaona wema wa Mungu umetufunika ndani ya maisha yetu. Tunaona mkono wa Mungu aliye hai kutulinda, kutupigania kwa neema na kwa upendo wake yeye Kristo. Kwa maana yeye ndiye mwamba, yeye ndiye uzima, yeye ndiye ngome yetu katikati ya milima na mabonde, lakini yeye Bwana anatupigania. Kwa maana yeye ndiye msaada wetu. Tupitapo katika bonde la uvuli wa mauti, yeye amekuwa msaada wetu. Kwa maana yeye amekuwa kimbilio, yeye amekuwa chemichemi ya uzima. Pale tulipopata mabaya, yeye alikuwa tumaini letu, akatuokoa na mtego wa mwindaji. Kwa maana yeye ni Mungu kwa wote wenye mwili. Baba zetu wa imani walipopata magumu, walipopitia shida mbalimbali, walimlilia Bwana, naye Bwana akawajibu sawasawa na mapenzi yake Mungu wa Abrahamu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana ushirika wa kumpenda huyu Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, aliye mtakatifu wa Israeli, aliyetupenda tangu upeo, tangu zamani. Alisema tukifika katika nchi ya Kanaani, nchi ya maziwa na asali, kumwabudu aliye mtakatifu wa Israeli. Kwa maana alisema, wakusanyakapo wawili watatu kwa jina la Yesu, na yeye Yesu atakuwepo katikati yao. Kwa maana asema, wawili watatu watakapokusanyika kwa jina langu, nami nitakuwepo katikati yao. Kwa hiyo wana wa Mungu, udumishe sana ushirika wa kumpenda huyu Mungu, kwa maana huyu Mungu yeye ni mwaminifu. Yeye ndiye ngao na kigao. Uaminifu wake unapita vigao na vilindi vya bahari. Kwa maana Daudi alimtumaini Mungu katika maisha yake yote, akayaishi ya Mungu. Kwa maana Daudi alisema, tangu nimekuwa kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa. Kwa sababu siku zote kumtegemea Mungu katika maisha yako, Mungu atasimama na maisha yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, barikiwa kwa neema ya Kristo Yesu, akupiganie kwa utukufu, ukaione enzi ya Mungu ikikutetea, ikupigania kwa mapenzi yake. Barikiwa sana. Amen.